Yes, bana, tuanzie kwa Brazil dakika zetu tunaondoka. Niliona taarifa kuhusiana na aliyekuwa rais wa nchi hiyo yeye kuingia kwenye hatia ambako rais wa zamani wa Brazil na aliingia kwenye trending sana mwaka huu kwenye mwezi wangapi, wanne watano pale, nakumbuka alizungumzwa sana Jair Bolsonaro alikuwa trending sana, kuzungumzwa mara hivi mara hukumiwa mara nini mambo akawa mengi sana, lakini amekutana na jambo jingine na kuitwa ama kufanyaje, kutiwa mbaroni, sio pamoja na kwamba kulikuwa na mashtaka kadhaa hivi ambayo alikuwa anashughulika nayo lakini likaibuka nyingine, na huyu ni rais wa zamani wa Brazil kitiwa mbaroni bana hivyo weekend, muda mfupi bwana kabla ya kuanza kutumikia kifungo cha miaka 27 jela. Sawa bwana lakini wanasema mahakama kuu ya Brazil wamesema rais huyo Bolsonaro amekamatwa kwa sababu ya hatari iliyosababishwa na wafuasi wake kwa kuwazuia polisi waliokuwa wakimfuatilia. Kulikuwa na polisi wanamfuatilia na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku amekutana na masuala ya hatia kama hiyo, na sasa kifungo cha miaka 27. Yes, ni kiongozi ambaye kwa kweli ameingia kwenye mtafaruku mkubwa sana na serikali ya sasa hivi ambayo inaongozwa na Lula da Silva kule Brazil. Tulikuwa tunafahamu kwamba huyu ni kiongozi ambaye anataja kwamba alikuwa anaamini zaidi katika mtazamo marafiki zake wa Urusi na China katika vile vikao vya BRICS. Huyu ni kiongozi ambaye kabla hajaondoka mamlakani au kabla hajaondoka mamlakani mwaka 2022 alikuwa na uhusiano wa karibu zaidi na wenzake. Sasa ni kiongozi ambaye anashutumiwa kwa kupanga mapinduzi kuweza kuipindua serikali ya Rais Lula da Silva, lakini vile ni kiongozi ambaye anatajwa kwamba amekuwa akiwachochea au wafuasi wake walikuwa kama wanachochea kwa lengo la kuweza kuiangusha serikali. Sasa kimsingi ni kwamba imekuwa ni habari ambayo imechukua vitu vikubwa zaidi katika siasa za Brazil. Of course kiongozi ambaye ameongoza taifa hilo, lakini kiongozi huyo ukitazama sasa anaingia katika mikono ya sheria. Wengi ukitazama wamekuwa wakisema uongozi wake ulikuwa kama ni uongozi ambao unakandamiza haki za binadamu moja, lakini zaidi sana uongozi wake umekuwa kama ukichochea harakati za watu kuja kuipinga serikali. Kwa ameingia mamlakani na anaenda jela miaka 27 ukitazama. Kwa sasa namna gani ni kiongozi ambaye sasa anaweza kustahimili na wafuasi wake, kwa sababu huyu ni kiongozi ambaye kumbuka na wafuasi wake nje ambao wanamuamini, wanaamini katika falsafa zake, wanaamini katika itikadi zake. Kwa sasa yeye kuingia mamlakani, na ukitazama juzi katika ule mkutano ambao ulikuwa unaendelea wa COP wa mazingira, vile vile alitokea mtafaruku mkubwa zaidi. Kwa zile vurugu zinahusishwa na wanaharakati vile vile wa kimazingira ambao walikuwa wanapinga kuhakikisha kwamba nchi kubwa zimekuwa zikiharibu au zimekuwa hazitoi fedha kwa nchi maskini, lakini zaidi sana wale jamii za Brazil ambazo zimekuwa zikiishi katika mto Amazon wamekuwa hawashirikishwi na maamuzi yoyote ya kimataifa dhidi ya uharibifu wa mazingira au dhidi ya kuweza kuhakikisha kwamba kuna tukio la mazingira. Kile vile ukitazama hizo vurugu zimehusishwa vile na siasa wafuasi wake ndani ya Brazil. Sawa bana, hiyo ni masuala ya Brazil.